Hii hapa ndo sababu kubwa sana ambayo inapelekea wanaume wengi sana wanatumia dawa za upungufu wa nguvu za kiume, lakini hawaponi changamoto yao. Inaweza ikawasaidia kwa muda tu, kwa siku au nusu siku, lakini haiponi moja kwa moja changamoto yao ya upungufu wa nguvu za kiume. Sababu ya kwanza ni kwamba zile dawa zina focus na kuondoa dalili za upungufu wa nguvu za kiume, sio chanzo cha upungufu wa nguvu za kiume. Ipo hivi, ili kuweza kutibu tatizo lolote ni lazima utibu chanzo cha tatizo lake. Maybe kama mtu ana maradhi, basi utibu maradhi yake, ila kama amepitia mitindo sio mizuri, kama ni kukaa kitako kwa muda mrefu au kujichua, basi unatakiwa kutibu ile mifumo iliyoathirika kutokana na ule mtindo anaofanya. Sasa dawa nyingi zinakwenda kuondoa zile athari. Maybe mtu anawahi, basi zinakwenda kumpa muda wa kushiriki tendo kwa muda mrefu. Kwa mfano dawa kama vile Viagra, sawa, zile zinampa mtu muda wa kushiriki tendo kwa muda mrefu, lakini sio kama zinaondoa chanzo cha tatizo, badala yake ndio zinaenda kuongeza chanzo cha tatizo lake, kwa sababu flow ya damu inatembea kwa muda flow ya damu inakuwa ni kubwa, yani umo unajaa damu kwa muda mrefu, unakuta anashiriki kwa muda mrefu, lakini inamlazimu kila siku anazoendelea kuishi aendelee kutumia zile dawa ili aweze kushiriki tendo la ndoa, na kama hajatumia, maana yake tendo la ndoa unakuta haliendi vizuri. So ina maana hizi hazifocus na kuondoa chanzo cha tatizo. Lakini pia sababu nyingine ni kwamba watu wengi sana wana focus na kutumia tiba yenye gharama nafuu, sio kutizama matokeo ya uhakika. Yani ikiwa mtu maybe ana 500,000 mfukoni, halafu akakutana kuna dawa inauzwa 10,000, 15,000 ama 20,000 na kuna nyingine inauzwa 400,000 au 300,000, basi atachukua ile 10,000, 15,000 kwa sababu yeye anahofia zaidi kupoteza pesa mfukoni kuliko kukaa na ile changamoto yake ikamletea madhara. Anahitaji kutoa pesa ndogo ili apoteshe changamoto yake. Na kumbuka, siku zote chenye gharama kubwa kina possibility kubwa sana ya kuwa bora kuliko kile chenye gharama nafuu. Na ndio maana hata kwa upande wa simu, kuna iPhone, kuna Tecno, ni aina tofauti tofauti, lakini kadri gharama inapokuwa kubwa, maanake ubora ndio unapatikana. Na hata kwenye upande wa matibabu, wengi sana wanashindwa kuwa na uelewa kwenye jambo hili. Lakini jambo la mwisho ni kwamba haukukutana na mtaalamu sahihi ambaye anaweza kukushauri na kukupa mwongozo wa kukuonyesha changamoto yako, na ndio maana umekaa kwa muda mrefu sana na changamoto yako na haukuweza kupata matokeo ya uhakika. By the way, kama wewe ni mtu ambaye kwamba unasumbuliwa na changamoto hizi kwa muda mrefu, unaweza kunicheki ili niweze kupatia mwongozo wa hatua kwa hatua namna gani unaweza kuondokana na changamoto yako. Ondoa chanzo, kutibu tatizo lako.